Yes. Hivi ni namna gani huwa unajisikia pale unapokwenda dukani kupata huduma, alafu mtu wa huduma akakupokea kwa hali ambayo si njema, yaani amekupokea kwa lugha tofauti au kwa namna ya kuto kukuthamini, huwa unajisikiaje? Basi hapa ni kijiwe cha baba yake Aviga na mimi ndiye baba yake na Aviga. Kwako dereva. Leo nitakuwa na somo linaitwa huduma kwa wateja na mawasiliano. Kwa nini somo hili? Na ndio maana nimeanza na kukuuliza swali la namna gani huwa unajisikia pale unapokuwa hujatendewa vizuri mahali ambapo ulienda kupata huduma. Basi wewe dereva, abiria wako au kiongozi wako, huyu ndio mteja wako, na ndio maana nimekuja na somo hili, kwa sababu mteja wako ni abiria wako au kiongozi wako. Basi leo katika somo hili tutaenda kujifunza mambo yasiyozidi matano. Naam, ni mambo matano ambayo ni ya muhimu katika huduma kwa wateja au kumhudumia mteja wako au abiria wako au kiongozi wako. Jambo namba moja ni muonekano wa dereva na gari au first impression. Ni namna gani dereva unaonekana kwa mara ya kwanza kiongozi wako anapokuona au abiria wako anakuona kwa mara ya kwanza. Dereva anapaswa uonekane ukiwa safi, smart au nadhifu. Mavazi yako, lakini wewe mwenyewe ni msafi, umechana nywele vizuri, unanukia vizuri, umeweka ka perfume kidogo, japo isiwe perfume ya kukela. Haitakiwi dereva mchafu au una harufu mbaya, haitakiwi. Inatakiwa dereva una muonekano mzuri wewe first mtu anapokuona. Lakini pia gari lako liwe lina muonekano mzuri, gari zuri, gari safi. Hata kama gari sio mpya, lakini iwe katika hali nadhifu. Gari iwe safi nje na ndani. Ndani muwe safi, hakuna uvundo, hakuna chochote ambacho abiria wako akiingia kitamkwaza au kiongozi wako kitamkwaza. Kwa hilo ndio jambo namba moja na la msingi sana dereva kulizingatia, muonekano wako wewe na gari lako. Jambo la pili ni mapokezi na salamu. Dereva anatakiwa uwe bora katika mapokezi na salamu kwa abiria wako au kwa kiongozi wako. Unapompokea kiongozi wako, kwanza mpokee kwa tabasamu, kwa hali ya bashasha, ukiwa umekunjua uso wako, unaonekana ni mtu mwenye furaha, usiye na tashtiti zozote. Lakini pia ufanye salamu kwa kiongozi wako, labda habari ya asubuhi, habari ya mchana, habari za jioni, au shikamoo kiongozi, kwa namna ile ambavyo unaweza ukafanya salamu kwa kiongozi wako. Na mambo yote haya yaende kwa hali ya heshima na nidhamu. Na sambamba na hilo pia unampokea mizigo yake, kama ana mizigo kiongozi wako au abiria wako, labda dereva taxi, kwa una abiria wako pale, ule abiria mpokee mizigo, fanya salamu ya heshima, lakini uwe mtu wa bashasha. Hilo ni jambo la pili ambalo ni mapokezi na salamu. Kumbuka, jambo la kwanza nimesema ni muonekano wako wewe dereva, lakini na gari lako, first impression. Jambo la pili nimesema mapokezi na salamu. Kwenye mapokezi na salamu nimesema uwe mtu wa bashasha, tabasamu, lakini na heshima, na ufanye salamu. Lakini hapo kwenye mapokezi na salamu kuna jambo lingine la muhimu sana. Hakikisha unajua unapokwenda. Unampokea kiongozi wako au abiria wako, lazima ujue abiria wako wanakwenda wapi. Kwa uwe mtu ambaye unajua unakokwenda. Na kwa madereva wa viongozi, unakuta labda unaondoka naye, labda ni safari ile, tuseme unaenda Dodoma au Dar es Salaam, lazima ujue kule kiongozi wako anaenda labda ni kwenye kikao au mkutano. Basi lazima ujue huo mkutano kesho unafanyika eneo gani. Hiyo ni kazi yako dereva kujua, tena pasina kumuuliza kiongozi wako. Ziko mbinu ambazo unaweza kuzitumia kujua eneo la mkutano bila kumuuliza kiongozi wako. Unaweza kumuuliza msaidizi wake kama anaye, lakini unaweza kuuliza hata kwa madereva wenzio, kwa sababu ule mkutano unakuwa na watu wengi, yeye anakutana na wengine pale. Kwa unakuwa mjanja wa kujua mkutano unafanyika ukumbi gani, labda ni JK, ni mkumbi wa Jakaya,
wewe ndio unatakiwa ujue. Na hata kama wewe ni mara ya kwanza kufika Dodoma au eneo hilo uliloenda, inatakiwa kesho msiwe wote wageni, wewe na kiongozi wako au kiongozi wako anakuongoza, twende kunja hivi, au wote mnauliza simama hapo tumuulize huyu. Ni professionalism hiyo haipo. Wewe dereva ndio una wajibu wa kufanya wrecking kabla umefika usiku, kiongozi wako amepumzika, wewe usiende kulala mpaka ujue mkutano kesho uko wapi, kwa mbinu zako wewe, bila kumuuliza kiongozi. Viongozi wana mambo mengi, anawaza vitu vingi, hahitaji maswali tena. Bosi, kesho wapi tunafanya kikao? Utamdisturb tu. Wewe fanya kujua wewe, alafu kesho akukuta wewe ni mwenyeji wake. Kujua mapema, unaweza ukafika ukapaki ukatafuta bodaboda akakuonesha eneo la huo mkutano, ukauliza na ukafika, aidha kwa kudrive au kwa kutumia pikipiki, lakini akikupitisha kwenye njia za gari. Hiyo inakusaidia kesho kupanga ni njia gani uitumie na njia gani na foreni, ili umsaidie kiongozi kufika kwa wakati eneo la mkutano. Kiongozi wako kesho ataona na mtu muhimu sana, yaani hujawahi kufika pale ila unakuta wewe ndio mwenyeji wake, unamuongoza, unakuwa umemsaidia kiongozi kufika mapema eneo la mkutano. Kwa kumbuka haya mambo mawili katika mambo matano leo nimekushirikisha haya, kwamba moja, muonekano wako dereva na gari kuwa na muonekano mzuri. Unajua hata gari lako linapokuwa na muonekano mzuri linamvutia, yaani gari safi linamvutia abiria wako. Wewe unapofika stendi, labda umekata gari, mfano let's say umekata ABC au New Force, na hujui ni gari gani utalitumia kesho, ile una ticket. Nafikiri ukifika kesho stendi afu kukuta kuna New Force nyingi pale au ABC nyingi pale, hamu yako unaanza kuyaangalia yale magari, unakuwa na shauku, lile gari unaoliona ni zuri, na sasa labda nitasafiri na hili. Kwa kuna kile kitu unapenda kwa ile first impression uliyoiona gari. Kwa hiyo ndo maana ya muonekano wako. Kwa ujiweke wewe nadhifu na gari lako linamvutia mteja au kiongozi wako au abiria wako. Kiongozi anapoona gari yake ni safi, anakuwa na confidence na anakuwa na utulivu na safari yake. Kwa hilo ishi nalo, lakini pia mapokezi na salamu. Hapo ndo nimekwambia kuwa na heshima. Toa salamu ya heshima, kuwa na uso bashasha wenye tabasamu, lakini jua unakokwenda na elewa eneo husika la huo mkutano utakako kwenda kufanyika. Msiwe wote wageni eneo la mkutano. Basi ishi na hayo mambo mawili katika matano. Nafikiri nitakuja tena hapa katika jambo lingine la tatu, la nne, labda na la tano katika mada hii ya huduma kwa mteja na mawasiliano. Tutaangalia ni mawasiliano gani unayazungumza hapa unapokuwa na abiria wako wakati wa safari, lakini na ukifika nini ufanye ili huduma yako kwa mteja wako au kiongozi wako iwe bora. Mimi ni Babake na Aviga na hapa ni Kijiwe cha Baba Aviga. Natumai umepata jambo moja au mambo mawili, wewe uliye dereva ambaye unahudumia watu, labda uwe dereva wa mizigo, lakini leo unadili na dereva unahudumia abiria au kiongozi wako. Ni muhimu sana mambo haya. Mpaka wakati mwingine hapa hapa katika Kijiwe cha Baba Aviga. Asante kwa kunisikiliza, tukutane tena hapa hapa Kijiweni.